Hatimaye ufunguzi wa Kombe la Mapinduzi ni siku ya hii leo ambapo klabu ya Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani kupambana na Mwembe Makumbi City ya pale Zanzibar, ambapo mchezo wa siku ya hii leo utakuwa na mgeni rasmi kwa ajili ya ufunguzi ambaye ni makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, tayari kwa upande wa klabu ya Yanga wameshaandaa jeshi lao ambalo linakwenda kupambana na Mwembe Makumbi. Kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia kikosi cha Yanga hapa. Kwa upande wa golini yupo Hussein Masalanga. Masalanga kwa mara nyingine anaendelea kuaminiwa ndani ya kikosi cha kwanza na kocha Pedro Goncalves kutokana na ubora ambao amekuwa akionyesha kwenye mechi za hivi karibuni. Hivyo anafahamu kwamba hii ni mechi ambayo itamweka fiti zaidi kwa upande wa Hussein Masalanga kuendelea kuonyesha kile ambacho alichonacho ndani ya kikosi. Hivyo kwa upande wa beki ya pembeni kulia yupo Yao Kouas Atoula. Naye kwa upande wa Yao mechi za namna hii ndizo ambazo amekuwa akipata nafasi mara kwa mara, hasa kutokana na mwalimu anahitaji kumuona kwa upande wa Yao akiwa yupo kwenye ubora wa hali ya juu. Hivyo mwalimu anampa nafasi ili aendelee kujiweka naye fiti kwa sababu bado hajaingia moja kwa moja ndani ya kikosi. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi Yao Atoula Kouasi kupanda na kushambulia kwa kasi ili kuwa na energy kubwa ya mchezo wenyewe. Lakini pia Shadrack Isaka Boka atacheza kwenye eneo ya beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Shadrack Isaka Boka tunafahamu ni mchezaji ambaye naye pia alikuwa na majeraha ya muda mrefu kidogo, akaingia kwenye mechi za hivi karibuni na hatimaye kwenye mchezo wa leo mwalimu anampa nafasi ya kuweza kuanza. Anatamani kuweza kumuona kuwa fit zaidi, kuonyesha ile kasi yake, kukimbia zaidi, lakini pia kuhakikisha upande wa kushoto kuwa na mashambulizi ya maana. Lakini pia kwenye upande wa beki ya katikati, yani mabeki wa katikati, kwanza yuko Niza Abubakari Ninju. Ninju ni beki kijana ambaye kwenye mechi ya leo amepata nafasi kwa ajili ya kuweza kuonyesha kile alichonacho. Ni mchezaji ambaye pale ambapo anapata nafasi anaonyesha kabisa kwamba ana kitu. Hivyo mwalimu amempa nafasi kwa ajili ya kuweza kuonyesha uwezo wake, huku akihitaji kuwa mtulivu zaidi. Lakini pia kwenye upande wa hapo Ninju watasaidiana na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamnyeto ndiyo kiongozi kwenye eneo hilo la safu ya ulinzi kutokana na uzoefu wake mkubwa, lakini pia uwezo wa kusoma mchezo, lakini pia uwezo wa kuongoza safu ya ulinzi. Kwa upande wa kocha atamhitaji kwamba kumsimamia vizuri bwana mdogo Ninju kutokana na bado sio mzoefu. Lakini pia kwenye upande wa viungo katikati, kwanza yuko Azizi Andambwile. Kwa upande wa Azizi Andambwile tunafahamu kiungo ambaye amekuwa akifanya kazi kubwa, lakini pia ana uwezo wa kupora mipira, lakini pia nguvu yake nzuri zaidi, nidhamu ya uchezaji. Kwa upande wa kocha atakuwa kimhitaji zaidi Azizi Andambwile kuonyesha ule uwezo wake ambaye aliweza kuonyesha wakati ligi ikiwa inaanza. Lakini pia Alasine Kouma atasaidiana na Azizi Andambwile kwenye eneo hilo. Kouma ni kiungo ambaye bado hajaweza kuonyesha kile ambacho wengi walikuwa wanakitarajia. Hivyo kwenye mchezo huu huenda kuna kitu hasa ambacho atakionyesha na upande wa mwalimu akasema yes, umeweza kuonyesha kitu kikubwa ndani ya kikosi. Lakini pia kiungo mshambuliaji yupo Alan Okelo. Okelo tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa na ubunifu wa hali ya juu, pasi zake, mashuti yake, lakini pia ni mbunifu. Mpaka sasa hivi kashapiga pasi za mabao 6 kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Yeye ndiye ambaye atakuwa tunasema kwamba atakuwa anatengeneza yale mashambulizi ambayo mwalimu atakuwa akihitaji. Lakini pia kwenye upande wa winga pembeni kulia, kwanza yuko Edmund John. Edmund John anapata nafasi kutokana na mwalimu anamhitaji zaidi kuonyesha kile ambacho wengi wanakitarajia kwenye upande wake. Tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi, ana uwezo wa kupenya ulinzi. Kwa upande wa kocha atakuwa kimhitaji zaidi kuivuruga zaidi Mwembe Makumbi kwenye eneo hilo kupitia upande wa kulia. Lakini pia Buba Jame na moja kwa moja atacheza kwenye eneo la kushoto. Tunaweza tukasema kwamba ni moja mchezaji ambaye ameweza kuonyesha pia kwamba ana kitu, lakini bado kile ambacho alikuwa anakihitaji mashabiki hajaweza kukionyesha, lakini bado kidogo anaendelea kuonyesha ule uwezo wake wa kukimbia kwenye eneo la pembeni. Kwa upande wa kocha atakuwa akihitaji zaidi kutengeneza nafasi. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho yuko Prince Mpumelelo Dube. Dube ndo mshambuliaji wa mwisho kwenye mechi hii leo, akiwa anahitaji kumalizia mipira, lakini pia nguvu yake na uwezo wa kushinda mipira